Msaidie baba. Msaidie kijana wangu. Baba sababu. Baba sababu ya Yesu. Msaidie kijana wangu. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hapa ni eneo la makaburi ya Njiro ambako amepumzishwa katika nyumba yake ya milele Tumaini Amiri, kijana huyu ambaye alifariki dunia baada ya kupata ajali maeneo ya Sanawari. Lakini Watanzania mbalimbali waliguswa kutokana na kilio cha mama yake mzazi Tumaini, na wengi wakajitoa na wamefanikisha msiba huu kwa 100% kumzika Tumaini ambaye sasa amepumzika katika nyumba yake ya milele hapa. Lakini ibada hii ambayo imeongozwa na huduma ya Mbingu Duniani wameeleza na wamezungumza mengi kwamba kuna cha kujifunza katika maisha haya ambayo wengi wamebakia. Lakini vile vile bibi amewashukuru sana Watanzania kwa kujitoa kwao, hasa kumsindikiza mwanae katika nyumba yake ya milele. Apumzike kwa amani Tumaini Amiri, kijana ambaye alikuwa tegemezi kwa mama yake mzazi, lakini kwa sasa amemwacha mama yake mzazi akiwa na mtoto wake, kwa maana kwamba mama yuko na mjukuu kwa sasa. Historia fupi ya mtoto wetu Tumaini Amiri Hassan kuzaliwa. Mtoto wetu alizaliwa katika kijiji cha Sanu Mbulu mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 1997. Ubatizo. Kijana wetu alipata ubatizo katika usharika wa kanisa la Ukombozi Ola City Arusha tarehe 5 mwezi wa 3 2017. Elimu. Kijana wetu Amiri alisoma katika shule ya msingi Ayomoe kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2012 alipohitimu elimu yake ya msingi. Kazi. Kijana wetu Amiri alikuwa mjasiriamali na mfanyabiashara ndogo ndogo. Uzao. Kijana wetu Amiri alibarikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Kifo. Kijana wetu mpendwa Amiri mnamo siku ya tarehe 4 mwezi wa 4 2026 alipata ajali ya pikipiki maeneo ya Sanawari na kufariki hapo hapo. Shukrani. Familia ya Bibi Regina inatoa shukrani za dhati kwa wananchi waliokuwa karibu mara baada ya kijana wetu Amiri kupata ajali, kuhakikisha inafanyika mawasiliano na familia yake. Pia familia inashukuru jeshi la polisi kwa kufika kwa wakati na kuchukua mwili kwa ajili ya kuhifadhi. Pia tunashukuru huduma ya Mbingu Duniani kwa msaada waliotupatia kufanikisha shughuli za msiba huu, pamoja na mwandishi wa Wananchi Alphonse Kusaga kwa kuwa bega kwa bega na familia hii na kufanikisha shughuli ya maziko haya. Pia na wananchi wote kwa ujumla waliojitoa kwa ajili ya msiba wa kijana wetu Amiri kwa hali na mali. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wamenukuu maandiko kwenye Ufunuo 14 mstari wa 13. Mimi naitwa Alphonse Sauli Kusaga. Mimi ni mwandishi wa habari au mwandishi wa Wananchi. Jamani, mimi nawashukuruni sana kwa yote ambayo yamefanyika, waliojitoa kwa nguvu zao za mikono. Lakini pia nimshukuru bibi mama Regina au mama Tumaini. Alipopata tatizo hili, nadhani mimi nilienda tu kama kuripoti taarifa kama ninavyoripoti taarifa nyingine za Wananchi. Lakini wakati nilifika pale, nilirekodi watu wengine, lakini bibi wakati ninamfuata nimrekodi, alinifukuza na fimbo. Alikuwa anataka nifukuze na fimbo. Lakini kuna namna ambavyo sisi tunafahamu kuzungumza na watu ambao una hasira na nini. Akatulia akazungumza na mimi. Ndio mkaona ile video imesambaa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini baada ya hapo, baadhi ya watu wengi sana walinitafuta kupitia mitandao, wakasema, Kusaga, tunaomba, sisi tunatamani ingalau huyo bibi tumsaidie. Lakini nikamwambia bibi hana simu, kwa hiyo michango yote ikawa inaingia kwangu. Kwa hiyo kuanzia ile siku
ya kwanza ya msiba hapa, michango mbalimbali iliingia ambayo nimegharamikia msiba huu. Lakini vile vile katika haya yote ambayo yamefanyika, jana nilikuja, bibi akaniita chumbani kwake pale, kaniambia mwanangu, mimi Tumaini ameondoka, kwa sasa naomba uwe mtoto wangu. Kwa hiyo mimi ninamwambia bibi, mimi kuanzia leo mimi ni kijana wako. Hakuna yoyote ambaye atakunyanyasa, atakusumbua ukiwa na jambo lolote. Watu ndio maana hawa wapo. Kwa hiyo tutafanya kila njia, lakini Mwalimu Onesmo Mungu ambariki sana, kwa sababu angeweza kunyamaza tu, kwani nani angemuuliza? Alikuja hapa akasema kwamba bibi atamjengea nyumba. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo watumishi wanapaswa kufanya. Huduma ambazo zinafanyika zisipokuwa zinagusa watu, hizo zitakuwa ni utapeli kama utapeli mwingine. Lakini huduma ambayo unaona kabisa mtu anajitoa kwa sababu ya watu, basi hiyo ndio huduma ambayo ni bora zaidi kuliko huduma zote. Nadhani nimeona mazingira ambayo bibi anaishi. Nilikuwa nina ushauri tu, nadhani hili lifanyiwe kazi pia, na mimi nitalisimamia. Hata kama mtu asipo ni support kwenye hili, bibi anaishi kwenye rumu moja. Katika mazingira yake yote haya, hiki kipindi ambacho Mwalimu Onesmo anapambana pamoja na washirika wake kumjengea nyumba, ni vema kama kuna mtu ana nyumba nzuri ya kupangisha ya vyumba viwili ambavyo ni double, bibi ahame hapa, akakae hapo akiwa na mjukuu wake, aishi vizuri ili asikumbuke yale machungu ya mwanzo. Na mimi pale manake itakuwa ni nyumbani, manake sasa huyu ni mama yangu. Amen. Na niliona kwenye mitandao baadhi ya watu wakawa nazungumza kwa kudhihaki. Unajua kichaa huwa mara nyingi anafurahisha kama hatoki kwenu. Wakati mwingine mtu akasema sasa bibi anawachukua watoto kwenda kuombesha, waende kuomba stendi. Ngoja niwaambie ni kitu kimoja. Hakuna mtu mwenye maisha mazuri anaenda stendi kuomba. Ukimwona mtu yoyote yuko pale stendi anaomba, ni kwa sababu hana. Angekuwa nacho angekaa nyumbani. Siku zote kwenye maisha haya tusicheke matatizo ya watu. Maadamu wewe upo una watoto wanatembea, usidharau mtu. Penda watu, ishi na watu kwa heshima. Lakini wachungaji ni washukuruni sana. Mfanya kazi njema. Jamani, uchungaji sio kazi rahisi. Hii kazi ni wito. Kwa hiyo Mungu asiwapungukie katika hiki ambacho kimefanyika. Kwa hiyo kuanzia sasa, zile ratiba zote ambazo nilizisimamia kuanzia ile siku ya kwanza mpaka leo, bado ninazisimamia mpaka mwisho. Ile michango ambayo imetumika kwenye gharama, lakini vile vile ambayo imebaki, tutahakikisha bibi yote inamfikia, anaipata, inamsaidia. Yaani bibi usijali. Na kuna mama mmoja alisema kwamba baada ya hapa, kwa sababu bibi ana shida ya mguu, niwasiliane naye ampeleke hospitali. Lakini kuna watu mbalimbali ambao walinitafuta wakisema kwamba wanataka kumsomesha mjukuu. Katika haya mazingira yote, hata kama una roho mbaya kiasi gani, nenda tu pale Mount Meru hospitali, afu angalia wale wagonjwa wale walivyolala pale, utapunguza roho mbaya. Kwa hiyo tujifunze kuutenda wema kwa kila mtu bila kujali. Mimi sina ndugu na bibi, simjui. Mimi ni mwandishi wa habari, ningeamua kufanya kazi zangu huko, kwani nani angeniuliza? Kwa hiyo mimi ninafanya, hakuna mtu anayenilipa. Mafuta anayeweka hakuna mtu anayeniwekea. Baadhi ya watu wanakuambia bwana sasa nienda kijijini, nikawa ameenda kijijini bwana kula michango yetu. Mimi jamani nimetoka mbali, na wengi ambao wanafahamu tulichokifanya. Si mara ya kwanza kufanya hiki ambacho tunakifanya. Yaani hiki kitu tunachokifanya si pretend jamani. Yaani maisha haya mimi si pretend. Kama ni nyeupe nasema ni nyeupe, kama ni nyeusi tunasema nyeusi, kama umekosea sema umekosea. Kwa bibi usijali, wewe kuwa na amani, muda wote wewe unatabasamu, na wewe sasa sio kila mara unanuna. Kwa hiyo jamani, bibi yangu huyu sasa hivi mimi ninaitwa mjukuu wa Regina. Kwa hiyo kuanzia leo usijali bibi. Yaani mbele hawa watu siwezi kuongea uongo. Mbele ya hawa watu mimi ni kijana wako. Wakikusumbua wewe niambie tu. Kazi yangu mimi ni kupaza sauti.
Kuna watu hawana sauti. Mimi kazi yangu ndio hiyo. Unipende usinipende, mimi sio fedha, lakini kikubwa zaidi tutende wema kwa watu waliotuzunguka. Barikiwe sana MC, ubarikiwe na hawa wote ambao wamefanya haya aliyofanya. MC jamani, huyu labda hasemi kwa sababu huenda na arani. MC huyu ametoa gharama zake huu muziki ambao unauona na hiki ambacho kimefanyika hapa. Kwa sababu tungesema tunamlipa fedha, brother, nadhani ingekuwa ni fedha nyingi sana. Lakini aliona tu zile gharama za hapa na pale. Kuna watu wametoka walikotoka wakasema waende jikoni tu wapike. Wamepika bure kabisa. Kwa hiyo kila aliyefanya, Mungu asiwapungukie na familia zenu. Kila mnachokigusa kikao cha baraka. Mimi jamani sio mtumishi, sina mpaka kuwa mchungaji, lakini wakati mwingine mchungaji hata mimi najaribu kupiga neno, vifungu vipo lakini sio sehemu yake hapa. Mbarikiwe sana jamani. Umekuwa chuma ulete wa watu wengine, kwa sababu ukipata fedha unakimbiza huko, halafu wanakumaliza. Wao naisha, wao wananufaika. Wenye viwanda hata hawatumiaji. Hawatumii, maana wanajua hiki kitu ni hatari. Wanafikiri anatengeneza banana anakunywa. Hanyu nakwambia. Hanyu. Unampelekea hela anaenda kuchoma nyama, halafu anakumaliza. Unafikiri anakunywa? Hanyu. Unakuta ni mtu mwenye yani smart, ana gari yake, anatembea, anaenda kula hoteli anayotaka. Wewe ambaye unapeleka hela, kwa damu ya Yesu, situfunguka akili. Amen. Funguka akili Bwana. Amen. Funguka kwa jina la Yesu. Amen. Funguka akili. Amen. Funguka. Amen. Funguka akili. Kitu ambacho hata nimesema hata mbwa ali ana kinusa hivi, kisha anakimbia. Kwa Yesu kuna raha sana. Amen. Kwa Yesu kuna raha mpendo. Amen. Hakika. Ndio maana sisi tukipita mahali tukisikia harufu tunashika pua kwanza ndio tuende. Amen. Yaani wao mnyama anakushinda akili. Mnyama anakushinda akili. Unakula kila kitu duniani. Wewe nani ule kila kitu? Ng'ombe. Hakuna mtu asiyejua ng'ombe hapa. Wale wa Masai wanaochungaga ng'ombe, hata wale wanaokatia wanajua sio kila jani ng'ombe anakula. Ng'ombe anapopita ardhini anafanya collection, ana choose kila ambacho kinaenda na yeye. Kwa hiyo anachagua nini chakula, nini cha kuacha. Lakini mwanadamu mwenye akili anabugia kila kitu anachokutana nacho. Shtuka kijana walioko hapa kwa jina la Yesu. Amen. Shtuka wewe. Si uje hapo mbingu duniani tumtumikie Bwana. Amen. Si uende kanisani umtumikie Mungu. Amen. Sio lazima uje kwetu, lakini nenda kanisani ukamtumikie Bwana. Ila angalau uishi miaka kadhaa. Uishi miaka kadhaa. Tuachane sasa na wanaopata ajali. Lakini kuna vijana wanajimaliza wenyewe kwa kukosa tu akili. Wanafikiri kazi ya banana ni nini? Ni kukudhoofisha kila siku. Kila siku. Ndio maana kule Rombo vinaumana. Unadhoofishwa. Nguvu zinaisha. My friend. Shtuka kijana. Nguvu zinaisha. Utakuwa mgeni wa nani? Nguvu zinaisha. Amen. Amen. Asante. Unacheza napo. Pombe sio himoshoro. Pombe sio mwenzako. Ogopa kitu mtu anaweka hapa, alafu anafunga macho. Ndio kishuke. Nenda duka moja, alafu tabia kuchanganya pombe na maduka sijui ilitoka wapi. Sio sheria ni ya wapi. Kwa sababu kuna saa unaogopa hata kutuma mtoto dukani. Kwa sababu walioko pale ni walevi tu. Omba serikali badilishe hiyo sheria. Vitu vya nyumbani vya kula, unakuta unapenywa kitu cha kwenda kupika, hiyo mikono ndio inampenia mtu kinywaji cha ulevi. Kwa damu ya Yesu. Ase, tushtuke watumishi wa Mungu. Tuamke kumekucha. Tuamke kumekucha. Unajua uovu kazi yake ni kuondoa Mungu kwa mtu. Kwa kazi ya uovu ni kuondoa Mungu kwa mtu.
Kazi ya uovu ni kuondoa Mungu kwa mtu. I say. Nini cha kufanya baada ya kuacha uovu? Amua kuwa mtu wa ibada. Haleluya. Amua kuwa mtu wa ibada yetu. Mche Mungu kama Ayubu, ili Mungu akubariki, Mungu akupe maisha marefu. Tunamcha Mungu ili awe karibu na sisi, atuhudumie, atulishe, atupe maisha marefu, atupe kila kitu, kwa sababu yeye ndiye kila kitu kwenye maisha yetu. Amen. Kwa tunapomcha Mungu ni kumcha Mungu ili tujipendekeze kwake, atuhudumie. Kwa hiyo amua kwenda ibadani, amua kumcha Bwana. Amua kwenda ibadani, amua kwenda ibadani. Maisha ya uovu huwa hayana mwelekeo. Hayana direction. Maisha ya uovu hayana mwelekeo. Ndio maana mtu ukikuta ameshakamatwa kwenye uovu, unakuta tu anapanda na barabara, anashuka, anapanda hivi, anaenda hivi. Yaani ana kazi, ana mwelekeo. Maisha ya uovu hayana mwelekeo. Lakini pia kazi ya uovu ni kukwamisha ndoto za mtu, ni kukwamisha hatima ya mtu. Ndio kazi ya uovu, kukwamisha hatima, kukwamisha ndoto zako. Kwenye familia yako mna ndoto, mna maono, kuna vision mnataka muifikie, kuna hatima mnataka muifikie. Lakini uovu ukipata nafasi kwenda kwenye ndoto zako, kwenda kwenye hatima yako, itakuwa ngumu, kwa sababu uovu ni adui wa hatua mpya kwenye maisha ya mtu. Uovu ni adui wa hatua mpya kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo uovu hukwamisha ndoto za mtu au maono ya mtu. Lakini uovu unamuondoa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo Mungu akishaondoka, kila uovu unatenda. Yaani unaishi kwenye uovu. Mungu akisha kukuacha, Mungu akishaondoka kwa sababu ya uovu, unaishi kwenye kila aina ya uovu.